Nina uhakika sijachelewa bado kukuletea habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanaendelea mashariki mwa DRC, hususan uko kwenye uwanja wa vita, ikiwa jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Ili tuende sambamba, mpendwa msikilizaji, na ili uendelee kupata habari za nchi, nakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Tuko hapa kukuletea matokeo rasmi ya kile ambacho kinaendelea jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Naam, bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako unaendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Na moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari za asubuhi ya leo na habari kutoka mashariki mwa DRC. Habari njema pembe zote za ulimwengu, lakini huko mashariki mwa DRC hali bado ni tete kabisa. Baada ya mapigano makali yaliyoripotiwa katika maeneo ya milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga, maelfu ya raia wamekimbia makazi yao kuhofia usalama wao wa maisha. Mashuhuda wanasema kuwa hali ni ngumu sana kwa wakimbizi wa ndani, ambapo hadi sasa wengi wao hawajulikani wapi walipo. Kinachotia huzuni mkubwa ni kwamba mapigano haya yamekumba raia katikati ya msimu wa mvua, wakilazimika kujificha porini wakiwa pamoja na watoto wao, hao bila chakula, bila mavazi, pamoja na misaada ya kibinadamu. Kutokana na hali hii, asasi za kiraia zinaendelea kuomba msaada wa haraka, maana hali ya kibinadamu katika wilayani Fizi na Mwenga jimboni Kivu Kusini inaendelea kuwa mbaya siku baada ya siku, kutokana na mapambano yanayoendelea kati ya makundi ya wazalendo wanaunga mkono jeshi la taifa FARDC dhidi ya wapiganaji wa kundi la Ngomino Twirwaneho wa shirika wa AFC M23. Katika barua iliyoandikwa kwa jumuiya ya kimataifa yenye kichwa cha taarifa isemayo kuwa dharura kwa jumuiya ya kimataifa na ya kitaifa, sauti ya kijamii ya kiraia katika wilayani Fizi imetoa tahadhari kuhusu kuzorota kwa usalama wa maisha ya watu katika maeneo ya milima ya Fizi, Itombwe na Mwenga. Ripoti hiyo inabainisha kuwa wakazi wengi wamekimbia makazi yao, huduma za afya na elimu zimesimama, na upatikanaji wa chakula umepungua kwa kiwango kikubwa kutokana na mapigano yanayoendelea bila kukoma. Jumuiya ya kiraia inaendelea kutaka serikali ya Kongo pamoja na washirika wake wa kimataifa kuingilia kati ili kutoa maisha ya raia hao katika hali ngumu wanapitia kipindi hiki cha mvua kali ambayo inaendelea kuonyeshea, huku wakiwa pamoja na watoto wao maporini. Mpendwa msikilizaji, hali ya usalama uko Fizi ni yenye kutia wasiwasi mkubwa kabisa kutokana na mapambano ambayo yanaendelea kila kukicha kati ya makundi ya Ngomino Twirwaneho dhidi ya jeshi la taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo. Na wakati hali inaendelea kuwa tete mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC limeshtumu muungano wa wahasi wa AFC M23 unaodaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda kwa kutekeleza mashambulizi makubwa katika mashariki mwa nchi, kinyume na makubaliano ya amani yaliyotiliwa saini huko Washington pamoja na Doha. Katika tamko lililotolewa rasmi na msemaji wa jeshi Jenerali Sylvain Ekenge, FARDC inalaani kile inachokiita kuwa uvunjwaji wa waziwazi wa makusudi wa makubaliano hayo ya amani na wahasi wa AFC M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda. Jeshi linasema kuwa waasi hao wamevamia ngome kadhaa za kijeshi katika mikoa ya Kivu Kusini, lakini pia Kivu Kaskazini ndani ya saa 72 zilizopita. Kwenye Kivu Kusini, mapambano yameripotiwa maeneo ya Bulambula na Kibanda Mangobo kwenye barabara ya Walungu Shabunda, daraja la mto Mudungwe katika njia ya Walungu Mwenga na Tuetue lililoshambuliwa na washirika wao wa kundi la Ngomino Twirwaneho kwenye njia ya Fizi na Itombwe.
Kaskazini mwa Kivu, mapambano yanaendelea katika eneo ya Kasopo na Kajinga katika eneo la Nyamaboko la kwanza tarafani Osobanyungu wilayani Masisi, pamoja na katika mlima wa Irumwi karibu na Bunyatenge katika wilayani Lubero. Jeshi la serikali linasema litachukua hatua zote za kijeshi kukabiliana na uchokozi huo na linawaomba wapatanishi wa Marekani na Qatar kushuhudia nia mbaya ya wahasi wa AFC M23. Mapigano hayo yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini, yakihusisha wahasi wa AFC M23 dhidi ya majeshi ya serikali yanayoungwa mkono na wapiganaji wa Zalendo pamoja na jeshi la Burundi. Hatari za kibinadamu ni kubwa. Vyanzo vya kitabibu vinaripoti kwamba hospitali ya rufaa ya Mweso wilayani Masisi imefurika na wagonjwa waliojeruhiwa kutokana na mapigano ambayo yanaendelea huko jimboni Kivu Kaskazini kati ya wahasi wa AFC M23 na makundi ya wazalendo wakiunga mkono jeshi la taifa FARDC. Vyanzo kutoka hospitalini vinasema kwamba haipiti siku mbili bila kuletwa kwa majeruhi wapya. Chanzo kimoja cha hospitali kimeeleza kikisema kuwa wengine wanalazwa kwenye makorido, wengine wanalazwa mpaka nje kabisa kutokana na nafasi za wagonjwa kuwa ndogo zaidi, hali ambayo inapelekea waganga maeneo hayo kuwa na kazi nyingi usiku na mchana kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa. Majeruhi wa hivi karibuni yametokea huko Katiru wilayani Ruchuru kufuatia mapigano kati ya wazalendo na vikosi vya wahasi wa AFC M23. Kwa zaidi ya miezi miwili sasa, mapigano makali yanaendelea kati ya wahasi wa AFC M23 na majeshi ya serikali pamoja na washirika wao wazalendo ndani katika maeneo ya Masisi, Ruchuru, Walikale na kusababisha mamia ya watu kukimbia makazi yao, huku wengi wakisalia maporeni mpaka sasa wakikabiliana na hali duni ya kimaisha. Hivyo mashirika ya kiraia inaomba serikali kuu ya Kinshasa kufanya ima kwa ajili ya kuweza kurejesha usalama katika maeneo yote ambayo yanaendelea kuzorota na usalama kipindi hiki cha machafuko ya kivita. Kinshasa. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC limetoa takwimu za awali kufuatia operesheni ya saa 72 za kuwasaka wahasi wa kundi la Mobondo katika eneo la Kingakati mashariki mwa mji mkuu wa Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa kamandi wa kanda ya 11 ya kijeshi, wanamgambo 9 wa Mobondo wameuawa huku wengine 60 wamekamatwa wakiwa hai. Katika operation hiyo ya kusaka na kusafisha maeneo yaliyokuwa yamedhibitiwa na wahasi, jeshi la serikali FARDC limefanikiwa kukamata silaha 22 ikiwemo bunduki 12 aina ya AK-47 pamoja na mapanga kadhaa yaliyokuwa yakitumiwa na wanamgambo hao. Hata hivyo, katika upande wa majeshi ya serikali, askari wawili walijeruhiwa vibaya wakati wa makabiliano makali kati ya pande hizo mbili. Taarifa ya kijeshi inasisitiza kuwa kwa sasa hali ya usalama imethibitiwa kikamilifu katika barabara kuu nambari 1 inayounganisha Kinshasa na Kikwiti, na kwamba shughuli za kijamii na kiuchumi zinaendelea kama kawaida katika eneo lote la mji huo. Jeshi la FARDC pia limekanusha uvumi uliokuwa ukisambaa kwamba hifadhi ya taifa ya Bonde la Nsele imethibitiwa. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi, eneo lote lipo salama likithibitiwa kikamilifu na vikosi vya usalama vya serikali ya Kinshasa. Licha ya taarifa hizo za kutuliza hali, vijiji kadhaa vya maeneo ya Kingakati vimeripotiwa kuwama wakazi wake ambao wamekimbilia katika mitaa mbalimbali ya jiji la Kinshasa wakihofia machafuko hayo. Msemaji wa operation maalum ya kijeshi inayojulikana kama Operation Ngemba amesema kuwa takwimu hizo bado ni za muda na huenda zikabadilishwa mara baada ya operation ya kutokomeza kabisa tishio la wanamgambo wa Mobondo katika maeneo hayo. Kwa sasa, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na msako wa kina katika maeneo ya milima ya misitu ya Kingakati
ikiwa na lengo la kurejesha amani ya kudumu na kuhakikisha hakuna tena uwepo wa makundi yenye silaha katika eneo hilo. Ituri. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa jadi huko jimboni Ituri wameomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuharakisha na mchakato wa kuwavua silaha waasi kabla ya kufungwa kwa kambi ya kijeshi ya MONUSCO zilizoko katika maeneo kadhaa huko wilayani Njugu na Mahagi kufikia mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka wa 2025. Ombi hilo linatolewa baada ya ziara ya tathmini iliyoongozwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa tarehe 6 Novemba. Wanasema kuwa hatua ya kuwapokonya silaha waasi ni muhimu ili kuepusha kurejea kwa vurugu ambazo ziliweza kusababisha machafuko kuripotiwa hadi sasa. Uwepo wa walinzi wa amani wa MONUSCO kwa muda wa takribani miaka 7 umeleta utulivu katika maeneo hayo ambayo ilikuwa inakumbwa na mashambulizi ya makundi ya waasi, na hivyo kuruhusu maelfu ya wakimbizi wa ndani kurejea makwao, kuanzishwa tena kwa shughuli za kilimo na biashara pamoja na kurejea kwa maisha ya kijamii, hususan katika soko la Eme ambalo lilikuwa likiwavutia watu zaidi ya 10,000 kila wiki. Hata hivyo, machifu wa vijiji vya Pamitu, Eme na Mburwe wameeleza wasiwasi wao kuhusu kudumu kwa amani hiyo baada ya kufungwa kwa kambi za MONUSCO, wakisisitiza kuwa ni lazima mchakato wa kuwapokonya silaha waasi ufanyike kikamilifu ili kuepusha kurejea tena kwa mgogoro ambao unaendelea miaka nenda miaka rudi maeneo mbalimbali. MONUSCO inathibitisha kuwa kambi zao zitakabidhiwa kwa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC ambalo litaweka vituo vyake vya kijeshi ili kuhakikisha usalama unaendelea. Aidha, walinzi wa amani wanaendelea kushirikiana na jeshi la Kongo kupitia doria za umbali mrefu kwa lengo la kudumisha utulivu katika eneo hilo. Mabadiliko haya ni sehemu ya mkakati wa MONUSCO wa kujiondoa hatua kwa hatua nchini Kongo, huku ikiendelea kusaidia juhudi za kudumisha amani, usalama katika eneo husika. Masisi. Vilio vya wasio na makazi vinaendelea kusikika katika shule za msingi pamoja na za sekondari huko maeneo ya Kahe karibu na mji wa Kichanga katika eneo la Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Watu hawa wamekuwa wakikaa hapo kwa zaidi ya miezi 4 bila kupokea msaada wowote wa chakula aidha mavazi. Bi Mahoro Patience ambaye ni mlezi wa wakimbizi hawa wa ndani anasema kuwa ni shirika moja pekee la Umoja wa Mataifa, shirika la kimataifa la uhamishaji OIM, ndilo lililopatia vifaa vya nyumbani kama vile sufuria na mabati ya kujengea vibanda. Hata hivyo, hakuna shirika lingine lililowasaidia kwa chakula wakimbizi hao wa ndani. Kutokana na hali hii ngumu ya kibinadamu, baadhi ya wakimbizi wamejikuta wakilazimika kuuza vifaa vyao walivyovipokea ili wapate fedha kununua chakula. Wanawake wajawazito pia hawajasalimika na mateso haya, maana hawana dawa wala huduma zozote kabla ya kujifungua kwao. Bi Mahoro Patience ametoa wito wa dharura kwa mashirika yote ya kibinadamu kuingilia kati haraka na kuwasaidia wakimbizi hawa wa ndani, hasa katika kipindi hiki kigumu cha mvua kali. Kwa kumbukumbu ni kwamba wakimbizi hawa zaidi ya 300 walikimbia kutoka huko Bukombo, eneo la Ruchuru, baada ya mapigano kati ya waasi wa AFC M23 na vikundi vingine vya silaha. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia channel hii, hakikisha kwamba una subscribe na comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Hii ni Amani TV Media. Kwenye comment tuambie unatufuata kutoka nchi gani, na kuaga wa kusema bye bye.